Kuna kipindi hapa miaka ya nyuma ilikuwa hata zabuni uzioni wala hujui. Leo hapa yoyote atakayeingia kwenye website ukichapa tu Nest unaziona zabuni ule mpango, lakini kwa yule alijisajili unaona sasa zabuni ambazo zimetangazwa kabisa kwamba leo kuna zabuni fulani. Sasa ina maana nini? Tunapokwenda ina maana watu wengi wakiona, watu wengi wakashiriki, bei zitaanza kushuka, hata kwa hao ambao wanasema bei ni kubwa. Lakini kuhakikishie wengi wameshaanza kuona manufaa ya Nest na wanapata bei nzuri kuliko walivyokuwa wanafuata awali. Inawezekana hatujafika huko, na ndio maana katika wasilisho tumesema pale ambapo labda kutokana na umbali, sio wote wengi wanaweza kutaka kufanya biashara mjini tu, kwa sababu ya umbali na mazingira mengine, labda bei bado ziko juu. PPRA tunafanya tafiti ya kupandisha bei yani bei kikomo ndani ya mfumo. Kwa na hakika tutaweza kuyabana hayo maeneo kwa jinsi hiyo, kwamba ndio mtu afanye biashara apate faida, lakini weka katika bei hii, yani bei ya chini ni hii na bei ya juu usizidi kiasi fulani kutokana na tafiti. Lakini niwahakikishie wengi wameanza kupata bei ndogo na sio kubwa kama wengi wanavyosema. Force account ni nini? Inatumika vipi katika ununuzi wa umma? Force account ni matumizi ya rasilimali za ndani. Kwamba taasisi nunuzi, sheria imeelekeza pale ambapo una wataalamu wa kutosha ndani ya taasisi wanaweza kusimamia mradi. Sheria hii imeelekeza mpaka milioni 500. Na ni marekebisho tuliyofanya. Wakati natoka sheria ilikuwa milioni 100, lakini busara baada ya kuona miradi mingi inaweza kufanyika ya kujenga shule kwa haraka na wataalamu wapo katika ngazi ya halmashauri au taasisi nyingine, kwa mfano wenzetu wa magereza wana vitengo kabisa vya ujenzi, wanaweza kusimamia, wana mafundi. Sheria hii imewapa nafasi, watumieni ambao wana uwezo, jengeni kwa haraka. Lakini taratibu za ununuzi wa vifaa zifate ununuzi wa umma, kwa sababu unatumia rasilimali za ndani lakini utakwenda kununua simenti. Sasa hiyo unafuata ununuzi wa umma, kwamba nitakwenda kununua, nitaleta, alafu watu ndani watasimamia. Kwa hiyo sheria imeleta flexibility hiyo, na ndio maana mnaona sasa hivi madarasa yanajengwa kwa kasi, vyoo vinajengwa kwa kasi, wakati mwingine katika ngazi ya zahanati, kwamba tayari kuna uwezo wa rasilimali za ndani na wanaweza kusimamia, wanapata nafasi. Lakini pale ambapo mradi utazidi milioni 500, sasa PPRA lazima taasisi nunuzi ituandikie kwamba tunakwenda kutekeleza mradi fulani ambao unazidi kiasi hiki. Sasa sisi tunaweka katika orodha ya miradi ya kuifuatilia kwa karibu, kuhakikisha kwamba taratibu zote zinafuatwa. Lakini ndio maana ya force account, ili kuweza kwenda kwa haraka bila kuathiri matumizi ya sheria ipasavyo. Umezungumzia swala la wajenzi wale kama Boeing, kama Toyota, kwamba ndio hapo tu. Sasa kwa lengo kama hili, kwa hayo makampuni makubwa, sheria hii vile vile imeelekeza jinsi gani ya kufanya kazi na manufacturer. Yaani unakwenda moja kwa moja kwa manufacturer. Sasa ndio Boeing ni moja, lakini kuna makampuni mengine ya ndege. Kwa sasa ni ndani ya wewe jinsi ya kutengeneza negotiation timu yako vizuri na kuweka vile vipengele ambavyo unadhani unapata thamani halisi ya fedha. Lakini kwenda kufanya ununuzi moja kwa moja kwa manufacturer, kwanza huo mchakato wa ununuzi tumeurahisisha sana. Na kuna taasisi nyingi ambazo zimekaa kibiashara kama wenzetu wa Stamico na wengine, kwa kutumia utaratibu wanakwenda moja kwa moja kununua kwa mzalishaji, kwa sababu tayari wako katika hiyo industry, wanajua jinsi ya kupanga na kuchagua kutokana na wajenzi mbalimbali. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kuna faida kubwa wakati mwingine kununua moja kwa moja kwa mjenzi au mtengenezaji kuliko hofu ambayo ipo sasa, mbona ushindani ukoje? Sisi tumeona kuna manufaa makubwa, na mfumo wa Nest
umepokea ambayo yameelekezwa na sheria na tunaweza kufanya hivyo. Je, upendeleo wa wazawa kwa nini? Naona lakini labda nipende kuambia kimoja. Leo tunasema upendeleo wa wazawa. Kwa nini serikali iliamua na inaelekeza tuende huko? Yote haya ni kuweza kurahisisha technology transfer. Wazawa waweze kufanya haya. Lakini vile vile upendeleo huo pamoja kwamba umeelekezwa kwenye sheria, mmeona hata serikali imeanza kujenga mazingira wezeshi. Leo kuna Samia Bond katika upande wa construction. Kwamba hata fedha financially wale walisema hawawezi, serikali imejenga mazingira kwamba tayari fedha kuna sehemu utaweza kuipata. Yote hayo ni kuhakikisha kwamba wazabuni, wakandarasi, makampuni ya wazawa yanapata hizo kazi. Sasa effect yake ikoje kwa kampuni za ndani? Ina maana kwanza hata fedha inabaki ndani ya nchi. Leo unapozungumzia makampuni ya nje yakishinda tenda zote, si unafahamu kampuni imekuja hapa kwa biashara, faida itaenda wapi? Itakwenda nyumbani. Lakini kwa kuwawezesha wazawa, ina maana kwanza mnaukuza uchumi wenu, kwa sababu watabaki na investment zao zitabaki hapa. Kikubwa wataongeza tu kurinvest na kurinvest yanakuwa makampuni makubwa ambayo yanakuwa ndani na stake nzima inabaki ndani. Kwa hiyo kuna kila sababu ya sisi kuzisaidia jinsi inavyowezekana kampuni za ndani, wazawa, ili wawe ndio waongozaji. Basi chache tu ndo tenda chache ziende kwa makampuni ya nje.